Taarifa ya kutisha kutoka Marekani imetua nchini Tanzania na kuzua hofu kubwa. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Katika tukio linalochochea maswali mazito kuhusu usalama wa mipaka ya Afrika Mashariki na mwelekeo wa uhusiano wa kidiplomasia kati ya Tanzania na Marekani, serikali ya Marekani imethibitisha kwa mara ya kwanza kuwa inafuatilia kwa karibu taarifa za kukamatwa kwa mtu anayedaiwa kuwa mwanajeshi wa Marekani aliyenaswa ndani ya eneo la Tanzania. Hatua hii inafungua ukurasa mpya wa mvutano wa kimataifa, huku tukio hilo likiwa limeibuliwa kwa mara ya kwanza kupitia post iliyochapishwa na Crown TV kwenye Instagram. Na kwenye post hiyo iliyowekwa na chaneli hiyo ya Crown TV ilisema kuwa Marekani imesema inafuatilia kwa karibu taarifa za kukamatwa kwa mwanajeshi wake ndani ya mipaka ya Tanzania. Taarifa fupi iliyotolewa kwa mkuu wa maudhui wa Crown Media kwa jina Salim Kikeke na afisa ngazi ya juu wa ubalozi wa Marekani Media inasema, tunafahamu kuwepo kwa taarifa za raia wa Marekani kukamatwa nchini Tanzania. Tunachukua umuhimu mkubwa jukumu hilo la kusaidia kila raia wa Marekani anaishi nje ya nchi. Kwa sasa hatuna la zaidi la kulizungumza. Umesema ujumbe huo uliotumwa kwa Salim Kikeke baada ya kuhoji taarifa hiyo moja kwa moja ubalozini. Mtu huyo anadaiwa kuwa na uraia pacha wa Marekani na Kenya. Hivi karibuni vyombo mbalimbali vya habari ndani na nje ya Tanzania vilitangaza kukamatwa kwa raia Marekani akivuka mpaka kuingia Tanzania akiwa na vilipuzi. Hii ni mara ya kwanza Marekani kuzungumzia swala hilo. Ndio ujumbe ulioandikwa na Crown Media ambao ni channel 415 ama 415. Kwa mujibu wa taarifa hiyo katika chapisho la Crown TV, mtu huyo alikamatwa baada ya kuvuka mpaka kuingia Tanzania akiwa na vilipuzi. Ni jambo ambalo limesababisha sintofahamu katika vyombo vya usalama na kuamsha hisia za tahadhari na kiusalama ndani ya ukanda wa kanda hiyo. Tukio hili limejiri wakati ambapo eneo la Afrika Mashariki linakabiliana na changamoto za kiusalama ikiwemo uhalifu wa mipakani, misururu ya shughuli za kijeshi zisizo rasmi na ongezeko la wanamgambo wanaovuka mipaka ya mataifa jirani. Kwa muda wote huu tangu tetesi hizi zilipoibuka, mamlaka za Marekani zilikuwa kimya. Sasa kupitia chanzo hicho cha Crown TV, Marekani imetolewa kauli kali ya kwanza ilikionyesha ufuatiliaji wa karibu wa tukio hilo, ikibainisha kuwa swala hilo linahusisha raia wao anaishi nje ya nchi na kwa serikali yake inalipa swala hilo uzito kama ilivyo kawaida kwa raia wake walioko mataifa ya nje. Hata hivyo, haikutoa maelezo ya kina kuhusu sababu za uwepo wa mtu huyo mpakani, madhumuni yake na mazingira ya kukamatwa kwake. Mara nyingi masuala yanayohusu wanajeshi wanaokamatwa nje ya nchi huibua maswali kuhusu operesheni zisizo rasmi, ujasusi au shughuli za kijeshi zinazovuka mipaka bila taarifa za kidiplomasia. Na katika tukio hili uthibitisho wa Marekani umeongeza uzito zaidi kwa taarifa hizo, hasa kuwa mwanaume huyo anatajwa kuwa na uraia pacha wa Kenya na Marekani, hali inayozua mjadala mpana kuhusu safari yake, upatikanaji wa silaha na sababu ya uwepo wake kwenye eneo la mpaka. Tanzania ni nchi yenye usalama wa juu mipakani na mara nyingi imekuwa mstari wa mbele katika kushughulikia masuala ya uhalifu unaovuka mipaka. Kwa kukamatwa kwa mtu anayehisiwa kuwa wa mafunzo ya kijeshi na aliyetajwa kuwa na vilipuzi, tukio hili inaweza kuibua hatua za uchunguzi wa kina unaoweza kujumuisha ushirikiano kati ya vyombo vya usalama na Tanzania, Kenya na Marekani. Ingawa taarifa za awali zilidai kuwa kukamatwa kwa mtu huyo kulikuwa mada ya vyombo vya habari ndani na nje ya Tanzania, hakukuwa na uthibitisho kutoka Washington hadi Crown TV ilipofichua msimamo huo kupitia ujumbe waliopatiwa na afisa wa ngazi ya juu ubalozi wa Marekani. Hii inaifanya Crown TV kuwa chanzo cha kwanza ambacho Marekani imeitikia moja kwa moja baada ya kuulizwa kuhusu tukio hilo.
Kwa mujibu wa maelezo yaliyotolewa katika chapisho la Crown TV, mtu huyo aliyehojiwa na vyombo vya usalama anadaiwa kuwa na uraia wa Marekani na Kenya. Uraia pacha unaonekana kuongezeka ama kuongeza tabaka jipya la mfumbo katika tukio hili. Alikuwa nchini Kenya kwa shughuli rasmi. Alivuka mpaka kama raia wa Kenya au kama mwanajeshi wa Marekani? Silaha alizobeba zilikuwa katika udhibiti wa taasisi gani? Je, aliingia Tanzania kwa mamlaka ya jeshi, kwa utaratibu binafsi au kwa misingi ya kijasusi? Cha kushangaza zaidi ni kwamba taarifa hizo zinadai kuwa mtu huyo alivuka mpaka akiwa na vilipuzi, jambo linaloweza kumaanisha uwezekano wa miamala maharamu ya kijeshi, uhalifu uliopangwa na operesheni maalum isiyokuwa na wazi kwa serikali ya Tanzania. Hata hivyo, bila maelezo ya kina kutoka kwa Marekani au mamlaka za Tanzania, hadithi kamili bado haijafahamika. Ingawa vyombo mbalimbali vya habari vilikuwa vimeripoti suala hilo kwa siku kadhaa, hakukuwa na tamko lolote kutoka Marekani linalojitambua au kulitolea msimamo. Hali hii ilifanya tukio hilo kuwa jambo lililojikita katika tetesi zaidi kuliko ukweli wa kifedha. Kuibuka kwa uthibitisho huu kupitia Crown TV kunabadilisha kabisa ukubwa wa hadithi, kwani sasa suala hili limeingia kwenye eneo la mawasiliano rasmi ya kimataifa. Hatua ya serikali ya Marekani kuanza kutoa taarifa, ingawa kwa ufupi, inaweza kuwa ishara ya mchakato wa mawasiliano ya kidiplomasia unaoendelea baina ya Washington na Dodoma. Hii inaweza kuibua hatua za mazungumzo ya kiserikali, mahojiano ya kina ya kiusalama na uwezekano wa kutolewa maelezo zaidi kadri uchunguzi utakavyosonga mbele. Afrika Mashariki imekuwa ikikumbana na ongezeko la vitisho vinavyovuka mipaka, kuanzia uvamizi wa mwanamgambo, magendo ya silaha hadi ushiriki wa raia wa mataifa ya magharibi katika machafuko ya eneo hilo. Katika mazingira kama haya, kukamatwa kwa mtu mwenye mafunzo ya kijeshi akiwa na vifaa hatari na uraia wa nchi mbili kunakuwa na swala linaloweza kuhusishwa na mtiririko mpana wa shughuli za usalama ambazo mara nyingi hufanyika bila macho ya umma. Kwa Tanzania, tukio hili linajiri wakati ambapo nchi imekuwa ikijaribu kuimarisha nafasi yake kama taifa lenye sera thabiti za ulinzi wa mipaka na umuhimili wa amani katika ukanda wenye migogoro mingi. Ni tukio linaloweza kuchochea mjadala mpana kuhusu kuboresha ama maboresho ya mifumo ya ufuatiliaji, ushirikiano na ujasusi wa mapambano dhidi ya usafirishaji haramu wa silaha. Vilevile ni muhimu kusisitiza kuwa hadithi hii imepata hatua ya uthibitisho wa kimataifa kupitia post ya Instagram ya Crown TV, ambayo ndio imeibiwa msimamo huu wa kwanza wa Marekani. Crown TV kwa muda mrefu imekuwa mojawapo ya vyombo vinavyofuatilia kwa karibu matukio ya kiusalama na kijamii ndani ya Tanzania, na tukio hili linaiweka katika nafasi ya kipekee katika uwanja wa habari, hasa inapokuja masuala yanayogusa diplomasia na usalama wa eneo. Kwa kubeba taarifa hii mara ya kwanza, Crown TV imekuwa kiungo kati ya ubalozi wa Marekani wa Tanzania na jumuiya ya kimataifa, ikitoa mwanga kwa taifa ambazo ama taarifa ambazo kwa kawaida zingesalia nyuma ya milango ya ofisi za serikali na majeshi. Kwa sasa bado haijajulikana hatua gani zitafuata, kama Marekani itatuma timu ya mawakala wake kuja kushughulikia swala hilo, kama Tanzania itatoa taarifa ya kina kuhusu sababu za kukamatwa kwa raia huyo, au hata kutakuwa na mahojiano ya kina ya kidiplomasia. Lakini jambo moja lipo wazi: kukamatwa kwa mtu mwenye mafunzo ya kijeshi kutoka taifa lenye ushawishi mkubwa duniani akiwa na vifaa hatari kunaweza kuathiri zaidi taarifa za habari, kunaweza kuathiri ushirikiano wa kijasusi, kidiplomasia ya mipaka, sera za ulinzi na taswira usalama wa ukanda mzima. Tukio hili linaendelea kufungua sura mpya katika mjadala wa usalama wa Afrika Mashariki, likibeba maswali kuhusu mienendo ya kijeshi mipakani, uwajibikaji wa mataifa yenye nguvu duniani na uwezo wa nchi kama Tanzania kusimamia masuala nyeti ya kimataifa. Na kwa sasa chanzo kikuu cha uthibitisho huu kinabaki kile kile. Ni hayo tuliokuandalia kutoka hapa Kenyascope. Zidi kutufuata kwenye mitandao yetu ya kijamii
tu support kwa ku like, kushare na kusubscribe. Vile vile kulike na kugonga alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupokea taarifa hizi wakati tunapozileta.